Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alishiriki kama kiongozi, sawa na wale ambao ni anaowaongoza nao. So alqaidul faal, alqaidu kwamba Uislamu unaamini katika kiongozi mtendaji. Kiongozi sio kiongozi tu mwenye kuamuru tu, sio hivyo, kiongozi mtendaji. Sawa mashehe? Naam. Sifa ya 6, kiongozi alqaid al-mu'athir tansiq, yani ni kiput aste na hadigo naileta mabadiliko. Sawa القائد المؤثر هو الذي يحدث تغييرا إيجابيا في الأفراد والمؤسسات والمجتمع. Ni kiongozi mwenye athari chanya katika watu, taasisi na jamii kwa ujumla. Mwenye athari, mwenye kuleta mabadiliko, Sawa jamani Kama hali za kiimani za watu walikuwa hawajui kusoma Qur'ani hawa au hivi, baada ya mwaka mmoja unajua kusoma Qur'ani chungu mzima. Sawa. Misikiti bwana, ilikuwa hatuna misikiti ambayo ni msikiti kama Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, una mambo mengi ndani yake, sio hivi? Basi bwana, misikiti 100 yote bwana ni misikiti yenye sifa hizi zaidi ya 30 ndani yake, sio hivi? Sawa jamani Kiongozi mwenye kuleta athar, transformational leader, ni kiongozi anayeleta mabadiliko, sawa Ni kiongozi mwenye athari chanya katika watu, taasisi na jamii kwa ujumla. Kiongozi anayebadilisha taasisi na jamii, athari yake huonekana katika tabia za watu, mifumo ya kazi na maendeleo endelevu. Kuntum khaira umma, sawa Na man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Yeyote atakayeanzisha katika Uislamu jambo jema atapata thawabu yake na thawabu ya wale watakaolifanya baada yake. Hiyo ni transformational leadership, inaleta mabadiliko katika jamii, na jamii inaendelea kama ikiwa ni kiimani, kiuchumi, kijamii, kimazingira, sawa na katika mambo ya kiuchumi, katika mambo ya ufugaji, ukulima, sawa jamani uvuaji na vitu vingine, sawa. Analeta mabadiliko katika jamii. Sawa. Mtume salma aliweza kufanikiwa kubadilisha jamii ya jahiliya kuwa umma wa uongozi, sawa. Bwana Mtume salma alikuta ile bara Arabia katika jahiliya, nini jahiliya ya kiitikadi, watu walikuwa wanaabudu masanamu, sawa. Jahiliya ya kijamii, sawa. Watu walikuwa wanakunywa pombe, wanazini, sawa, wanazika watoto wao, sharifi kila aina maovu unayojua wewe, sawa bwana Ile jahiliya ya kijamii ile ya Bwana Mtume anasema ilikuwa inayo jahiliya ya kiitikadi, jahiliya ya kijamii, jahiliya ya kiuchumi, jahiliya riba ilikuwa imeshamiri, kamari imeshamiri hivi bwana sawa wizi wa kila aina, ulaghai katika biashara, vipimo hivi, sawa jamani, watu kuibia watu mali zao, sarki hizi hivi bwana ilikuwa umetamalaki jahiliya ya kiuchumi, jahiliya ya kisiasa pia, watu wapo wanapigana tu hivyo ovyo tu, sawa na watu ndio wanaabudu watu, sawa jamani. Jahiliya za aina zote zilikuwa nini, zimeshika hatamu wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yeye Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni transformational leader, sawa. Ni kiongozi wa mabadiliko, kiongozi mwenye athari katika jamii. Aliweza kuiondoa jahiliya, na akasimamisha nini, akasimamisha Umeelewana mashehe? Sawa Sasa transformational leader ni yule kiongozi ambaye anaweza kasoma mazingira yake ya kiimani na kiroho na kuleta mabadiliko makubwa katika mazingira yake, sawa. Misikiti haipo ya kutosha, misikiti haipo ile ambayo misikiti ambayo unasema huwa na msikiti huu, sawa ni msikiti ambao una kazi zote za msikiti, sawa. Msikiti unawajua mayatima wa eneo lote, unawasaidia, inajua wajane wa eneo lote, inawasaidia, vikongo wa eneo lote inawasaidia, au unazo program za kwa nini za kusaidia. Msikiti ambao ni kimbilio, sawa la watu kutaka kujua dini yao, kupata elimu za aina mbalimbali, sawa Sasa kiongozi ambaye hana mabadiliko yoyote tu, msikiti wake yuko tu pale mayit, msikiti ni msikiti mayit, au msikiti gofu, sawa bwana Inafika wakati hata hamna mtu wa kusali, au kama kuna baadhi zinazunguka pale, watu wakishakunywa anaenda kukojolea katika dili
kuta za msikiti pale. Ndio hivi au msikiti sasa unafuga nini? Mbuzi na kuku. Sawa? Tunasema wana kiongozi wa Kiislamu eneo lile, huyu sio transformational leader, hana sifa ya uongozi wa Kiislamu huyu. Hana sifa ya? Tunataka kiongozi ambaye ni mwenye kuleta athari katika jamii. Transformational leader. Sifa ngapi hiyo? Ya 6. Kiongozi alqaidul amin. Alqaidu amin. Kiongozi mwaminifu. Kiongozi mwaminifu. Walladhi yahfadhu al-amanati wa yuaddi al-mas'uliyati bisidqin wa ikhlasin. Ni kiongozi mwaminifu anayelinda amana na kutekeleza majukumu kwa uaminifu. Kiongozi mwaminifu katika mali, mamlaka na siri za taasisi. Anayelinda amana za umma na kuzitumia kwa maslahi ya umma. Sawa shekhe? Ikiwa ni mali ya taasisi ni amana. Ni amana. Mali ya msikiti ni amana. Mali ya madrasa ni amana. Sawa? Huyu kazi yake huyu alqaidul amin, huyu ni mwaminifu, huyu anahifadhi, anazilinda hizi mali hizi. Sawa? Anazilinda na anazikuza. Sawa? Na anaziendeleza kwa manufaa nini? Ya jamii. Sawa shekhe? Alqaidul amin. Alqaidu amin. Na hii ni katika sunanu ilahia pia za kiongozi. Katika sunanu zile wanasema zile irrevocable leadership laws. Irrevocable leadership laws. Katika kanuni za uongozi za kiungu, za kiungu. Sawa bwana, ni kwamba kama kiongozi sio mwaminifu, tayeb ni hatari, ni hatari. Na umma utateketea, na hata kwa kiongozi mzuri kuna siku pia ataondoka. Kuna siku atafanya nini? Ataondoka. Unaelewa shehe? Kwamba lazima alqaidi, lazima nini? Alqaidul amin. Alqaidu, mwangalie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mazingira ya Makka. Sawa, mazingira ya watu waliowadhulumu maswahaba, wakawachukulia majumba yao, mashamba yao, ardhi zao, kila kitu chao. Watu wakakimbia Madina, hawana kitu, walikuwa ni mamilionea katika miji yao. Shehe, lakini alipoondoka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Makka, yeye pia alifanya dhulma. Alifanya dhulma jamani. Watu walikuwa wana deposits, wanaweka amana zao kwake yeye, mpaka sindano alifanya nini? Alirejesha. Alimwacha Saidina Ali pale radhiallahu anhu kurejesha zile amana kwa watu. Huyo nani huyo? Lakini anawarejeshia watu gani? Watu waliofanya dhulman kabiran. Dhulman walichukua mashamba yao, mali zao, majumba yao na kila kitu chao, lakini yeye hata sindano hajafanya nini? Hajalipiza kisasi. Kafanya nini? Karejesha. Alqaidul amin. Alqaidu, kiongozi ambaye atapata wafuasi wazuri. Sawa? Na watu watamuelekea yeye kama ni kiongozi. Sawa? Lazima awe na sifa ya nini? Ya uaminifu, sifa ya amana. Sifa nini? Ya amana, kama alikuwa nao nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni sifa ya 6. Hii ni sifa ya 6. Bwana ya 7. Ya 7, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Wa kana Nabii sallama yusamma fi Quraish qabla al-bi'tha al-amin. Qala Rasul sallama la imana liman la amanata la. Hana imani yake haijakamilika. Imani yake haijakamilika ambaye hana amana, si mtunza amana huyu, sio mwaminifu huyu, imani yake ni nini? Haijakamilika. Sawa mashehe? Ukitaka kutafsiri hadithi utasema bwana huyu sio Muislamu, sio? Ukitaka kutafsiri juu, sawa La imana liman la amanata la, hana imani. Mtume amesema hana nini? Hana imani. Lakini mashehe wa mashehe yetu na mashehe zetu wanatufundisha kila siku bwana katika mambo ya akida, sawa bwana, hii la imana liman la amanata lahu, hapa imani yake haijakamilika. Imani yake haijakamilika, sawa kama katika ile hadithi nyingine. Ile hadithi nyingine Mtume anasema la yu'minu ahadukum, la yu'minu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Hatuamini, la yu'minu, hatuamini, hana imani mmoja wenu mpaka ampendelee Muislamu mwenzake kile anachokipenda yeye. Wanda kama yeye hapendi kuudhiwa, asiudhi wenzake. Yeye hapendi kudhulumiwa, asidhulumu wenzake. Taiwana yeye hapendi kutukanwa, asitukane. Yeye hapendi kusingiziwa, asisingizie. Lakini hadithi inasema nini? Inasema
la yu'minu ahadukum la yu'minu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba. Mwenyezi Mungu amejalia, Bwana Mtume anasema amejalia, Mwenyezi Mungu amejalia mahaba, yani mtu imani yake kukamilika, sawa, ni kupenda watu, ni kupenda kutumikia watu. Ndio hiyo alqaidu amin, alqaidu kutumikia watu, kupenda watu, shay'an imani fanya hivi. Sasa ile hadithi wanasema pia hivyo, haina maana kwamba huyu hana imani, sawa, hana wanawe bwana kafiri wewe bwana, kwa sababu wewe upendelei wapendelee watu unachokipenda wewe kafiri. Tusili hivyo, tunasema hapa la yuhibbu la tukum hapa, sema hapana, hapa bwana haitokamilika, haitokamilika imani ya mmoja wenu, haitokamilika, tukutoe katika Uislamu wewe, haitokamilika, haitokamilika. Sasa kukamilika kwa imani ni kupenda watu, kuwapendelea watu yale unayopenda wewe. Kukamilika kwa imani ni kuchunga amana, ni kuchunga amana. Na hapa tunamwona kiongozi alqaidul amin, alqaidu kwamba sifa moja kiongozi, sawa, ndio sifa ya uongozi wa Kiislamu na ni sifa ya kiongozi bora. Ili afanikiwe katika uongozi wake lazima awe ni mchunga amana. Ni mchunga nini? Kutunza amana, sawa, na kuziendeleza hizi amana.